Leo asubuhi tumewa message na mtu mmoja anaitwa Mkubwa Kambi, very popular huko kwenye mitandao ya kijamii. Anaona hivi hatuwezi kutoa tuzo yoyote heshima. Kibadeni alipoa uchifu Wangoni akaitwa Chief Mputa. Hatuwezi kutoa heshima sisi Waswahili hapa, hasa nyewe Wazaramo. Mimi na upande mmoja nilikuwa Mzaramo. Mkampa huyu, sababu Mbagala ni eneo ambalo kiasili wakawa Wazaramo. Mkamfanya chief wenu, huyu amefanya mambo makubwa. Kufunga ndani ya Anfield is not a joke. Simjui Mwafrika Mashariki aliwe kutupia pale. Na sio goli la kawaida, goli lenyewe ni bombastic header. Yaani mtu karuka, alafu mbele ya mabeki wakubwa hapa hapa mabeki wote na captain mwenyewe yuko nyuma hapa. Milner. Alafu unafunga Anfield. Anfield wanasema ndio uwanja ambao mpinzani anaanza kufungwa kabla. Lile vibe lake tu likipigwa ile song, kama unaingia pale kwenye ile tunnel unatoka unapata wazimu. This is Anfield. This is Nania, this is Anfield. Mtu karuka kapiga bonge la header. Ni mnachukulia vitu kama vya kawaida hivi. Yaani sio vitu vya kawaida. It's not kana kufunga Champions League. Anfield ni rekodi ambayo kwetu sisi wa Tanzania lazima tujivunie. Sasa huyu bwana kwa kitu alichokifanya, hebu sisi wa Tanzania tuonyeshe shukrani yetu kwa kujaa uwanjani. Yaani kumuonyesha captain wetu wa nchi thanks. Pale Tanzania nzima imetangazwa. Yule mtangazaji anaeleza last season kafunga goli 32, si goli 7 kafunga kwenye mashindano. Yaani kila wakati commentator anamzungumzia mbwana Ali Samata na anaizungumzia captain of Tanzania. Guys, sio kitu kidogo. Zamani ilikuwa ndoto, tulikuwa tunaona tu wanafunga kina Robi Fowler, wanafunga wachezaji kutoka Kameruni, kina Eto'o, wanafunga wachezaji kina Kanu. Sasa hivi anafunga Mtanzania ndani ya Anfield. Na ilikuwa anze kule VAR tu. Na si mpaka leo tunahesabu ile limo lile. Kwa hiyo tunatumia hii kusema, yani tuandike alichofanya Samata. Unajua wenzetu wa Kenya wako very smart. Kitu kama hiki angekifanya mchezaji kutoka Kenya, Mungu wangu. Simona mwanariadha mbio za kukimbia peke yake zile zilizotangazwa. Kata peke yake anakimbia, lakini nchi dunia nzima imejua. Na sisi tutangaze yetu. Ndio maana baadaye mnaamika Kilimanjaro wanasema yao sijui nini. Sababu sisi hatusemi, sisi yetu hatuyatangazi, hatuyaandiki. Tujitangaze, tutangaze mambo makubwa aliyofanywa. Hata kama jambo dogo kafanya Mtanzania ili mradi najulikana huko duniani, tuliseme sana, likirudiwa, likiandikwa. Leo social media inategemea kila mtu amposti Mbwana Ali. Ndio namna ya kutangaza. Sasa tutangaze, lakini tuwahimize Watanzania kutumia goli hili waje uwanjani. Lakini hatujawapongeza sisi timu ya taifa kwa kufuzu CHAN. Yaani toka tumefuzu CHAN hatujaja hapa taifa kucheza mechi. Kwa hiyo ile hisani yetu sasa, Watanzania tutumie fursa hii ndio kuwashukuru wale wachezaji kwa kufuzu CHAN. Nilikuwa tumeenda kule Rwanda, kama katibu nikuombe sana niwaibie siri. Kabla ya mechi hiyo tulikuwa pale Kigali usiku. Yule mwenzangu mjumbe wa kamati ya ushindi ya timu ya taifa, yeye kidogo alhamdulillah tofauti na mimi, naomba Mungu. Akawaambia mimi nawapa dola 3000. Dola 3000 hizi kwa kucheza tu mchezo mzuri na nini, lakini mkishinda kule Sudani nawapa dola 7000 nyingine. Hii ya kutoka mfukoni kwake. Hata mimi wakati wa kuzungumza nikawaambia nyinyi wachezaji kitu kimoja ambacho hamkijui. Kuna tournaments nyingi sana. Kuna za youth under 17, under 20, ziko zile za under 23, zile za All Africa Games, kuna mashindano mengi. Lakini katika tournament ambayo mawakala wengi zaidi wanakwenda kuangalia wachezaji katika tournament zote za Afrika, zote za football ni ya CHAN. Ndio takwimu hizo. Yaani maagents wote wakubwa wanakwenda pale, wanataka wale local players ambao wako kamili. CHAN, unajua hizi youth hizi za vijana hizi wanakwenda wachezaji ambao bado inabidi wakatengenezwe. Lakini wanataka CHAN akitoka pale anasajiliwa Ugiriki, si Ubelgiji, anakwenda kucheza moja kwa moja. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwenu
kufuzu kwenda CHAN. Yaani ndio nafasi ya nyinyi kutoka kwenda professional leagues za kweli huko Ukraine, si wapi. Kwa hiyo mtumie hii fursa. Hii dola 7,000 iwe kama, kwa hiyo kwanza kesho kutwa mzee tunakuletea dola 7,000 ya wachezaji waliofuzu kwenda CHAN kutoka kwa rafiki yetu. Hapendi sana unajua sio mtu wa mbwembwe kama mimi, ningekuwa mimi ningeifanyia press kabisa. Dola zangu 7,000. Mchezo nini? Lakini hataki hata kutajwa. Lakini ndio tunatoa dola 7,000 tutawakabidhi wachezaji. Tutumie sasa fursa hiyo kuwahimiza na wengine. Lakini la mwisho nizungumze na makampuni. Guys, tuna ticket 60,000 pale. Tanzania ina makampuni mengi sana ikiwemo yenu ya vyombo vya habari. Na makampuni makubwa, madude makubwa. Media industry ya Tanzania haina vikampuni vidogo. Mengi ni makampuni ambayo ni madude fulani hivi, Azam TV, sijui Mwananchi, Habari Communications, Clouds Media, Sahara. Yaani mna midude. Guys, sisi wote makampuni yote ya habari na makampuni mengine, kila kampuni ikinunua tiketi 1,000 tu, let's say moja na shilingi 2,000 au 3,000, ambapo baba milioni 2, milioni 3, ukawapa watu na ukaitangaza kampuni yako, una lose nini? Kama Serengeti wanafanya, asa sisi tutatoa obvious tiketi 1,000 ni asa watatoa, na Gavari nitamshawishi na bosi wangu Mohamed atoe, na tutawashawishi na Young Africans watoe, natoa mnawapa. Ndio hamasa, yani kufanya nchi nzima izungumzie football. Alafu na hata mawizara, hata mataasisi ya serikali, mabenki. Ngoja niwaambie, kwa mfano leo tukiamua wiki nzima tunazungumzia mechi na Equatorial Guinea, hata kukiwa na crisis gani kwenye nchi watu wanasahau. Mpira ni kitu dude above. Mpira sio kitu cha mchezo jamani. Kwa hiyo hata mataasisi ya serikali yaone fursa hii. Tunaweza juzi nilikuwa naongea na kamishna mmoja wa polisi akwambia nyinyi mnatusaidia, kuna wakati huko ndio katika vurugu, lakini mkiongelea mpira watu wanahamia kwenye mpira. Akawa mnatusaidia nyinyi, pigeni maneno hivyo. Na mimi nafanya kusudi, kuna wakati naanzisha gazogo tu hata alipo. Lakini huko natuliza ball kwenye mambo mengine. Sasa nyinyi mtusaidie hii kuitangaza, tunatuliza ball. Kuna mambo haendi, kuna mtu ajala, kuna mtu anatizo, kuna mtu sikadaiwa TRA, kuna mtu anataka kulalamika hiki. Makampuni, taasisi za serikali, watu binafsi, nunueni tickets. Hatuwezi watu 60,000 pale tukashindwa kujaza. Tumejaza mechi kubwa ile ya juzi kwa fungalani wale Burundi. Hii Equatorial Guinea sio mchezo. Kwanza ndio taifa pekee Afrika linaongea Kispanyola. Wewe ushangai. Afrika watu wote wanaongea Kiingereza, Kiarabu, Kiswahili, Kifaransa, Kiportugizi, lakini wao ndio taifa pekee yake linaongea Kispanyola. Gastagario Garabadadido. Guys, tuitangaze mechi, naomba tuipushi mechi, naomba tuseme, naomba tuongee. Na mimi binafsi ndugu yangu Ndimbo na timu nzima ya habari ya TFF yani mmefanya kazi, yani kusema kweli huwa najiuliza, yani katibu hao watu wako hao mambo ya habari wa TFF, Mkangara, Ndimbo, kijana wao kama wote wako very cooperative. Yani kwa mfano hii message ya press ya leo unatumia dakika 1 na Clifford dakika 3 anatumia kama dakika 3, yani wanaonyesha support, wanaonyesha kukupa ari. Leo ilikuwa na kazi nyingi, ilikuwa enda kutoa mabilioni ya pesa mahali, lakini kwa sababu ya ukubwa wa jambo acheni kucheka, nyimbo acheni madharau lakini kwa sababu unapigwa simu na kina Mkangara dakika 2 anakupigia Clifford dakika 5, wala katibu usike. Kusema kweli hawa jamaa nawapongeza, na naamini wanafanya hivyo hata kwa wenzetu wana habari. Kina Gift na timu yako mnafanya vizuri sana, yani mnaonyesha support. Namuona ndugu yangu Pasco artwork ya kwanza ya mechi hii kantumia yeye inbox, katuma kwenye group, alisema labda hajasoma, akanivata na inbox akantumia. Hii ndio umoja ambao tunautaka. Huu ndio umoja ambao utatufanya wote tuzungumzie lugha moja. Na mimi nawaahidi, mimi bingwa kutengeneza slogan, lakini nimeiafika 100% twenzetu tena 2021 na tutaitumia kwa nguvu kubwa. Hii ndio slogan kubwa. Kwa hiyo naungana na slogan yenu, nitaitumia na tutaendelea kushirikiana
kuhakikisha kwamba mchezo wa mpira unatangazwa ipasavyo. Asanteni sana, na nadhani kila kitu kiko sawa, sio? Sitaki baada hapa maswali yoyote, maana msije mkaniuliza maswali kuhusu Simba. Simba tunacheza kesho jioni na Prison. Sitaki maswali hayo. Basi namaliza, sawa? Haya.